jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika adhimisho hili la misa takatifu. Ikiwa leo tupo Ijumaa ya kwanza ya mwezi, lakini ndani yake tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametujalia neema na baraka mbalimbali katika mwaka wetu huu wa jubilei ya parokia. Na hivyo leo tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Mavurunza, ambayo kwayo inaendelea kuungana na yale mambo ambayo tumeyatekeleza katika nyakati mbalimbali katika mwaka huu. Na hivyo maadhimisho yetu ya leo kwanza ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mafanikio tuliyoyapata, lakini zaidi kwa ajili ya kuungana na vyama vya kitume vya parokia pamoja na waamini wote ambao kwa umoja wao wanakwenda kuliratibisha vema wiki hili la Mavurunza kwa kutushirikisha yale mazuri ambayo wanayo katika vyama vyao vya kitume vya hapa parokiani. Na hivyo sisi sote kama waamini basi tunaalikwa tuweze kuungana na vyama hivyo vya kitume katika kuliratibisha wiki hili la Mavurunza tunapoizindua leo. Na safari yetu hii basi ikatujenge tuendelee kuwa moja na kuendelea kujivunia katika yale ambayo Mungu anatubariki katika vipawa vyetu na namna ambavyo tunaweza kuvitekeleza katika ukubwa wake. Tumuombe kwa maombezi ya Bikira Maria mkingio wa dhambi ya asili, mwombezi wa parokia yetu, lakini pia kwa ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu. Haya yote basi yakaweze kukamilika kwa furaha na amani, na baraka zile tunazozitafuta kwa Mwenyezi Mungu basi zikatufikie sisi wana Mavurunza, tuendelee kunufaika katika yale ambayo Mungu ameyaweka kwetu kama baraka. Katika adhimisho la misa takatifu tuungane na wenzetu wenye nia zifuatazo. Wanamshukuru Mungu kwa mtoto wao kutimiza miaka 2 ya kuzaliwa kwake. Nia hiyo imeombwa na wazazi wake. Wanamshukuru Mungu kwa mjukuu wao kutimiza miaka 2 ya kuzaliwa kwake. Nia hiyo imeombwa na bibi yake. Basi nia hizi pamoja na nia zetu mbalimbali ambazo kila mmoja wetu anazo, tuziunganishe katika adhimisho la misa takatifu. Tuanze kwa kukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba uziamshe nguvu zako na uje ili upate kutuopoa kwa ulinzi wako na kutukomboa kutoka katika hatari zinazosababishwa na dhambi zetu. Unaishi na kutawala na Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 29 aya ya 17 mpaka 24. Bwana Mungu asema, je, si muda mdogo uliobaki na Lebanoni itageuzwa kuwa shamba lizaalo sana, na lile shamba lizaalo sana litahesabiwa kuwa msitu? Na katika siku hiyo viziwi watasikia maneno ya hicho chuo, na macho ya vipofu yataona katika upofu na katika giza. Wanyenyekevu nao wataongeza furaha yao katika Bwana, na maskini katika wanadamu watafurahi katika Mtakatifu wa Israeli. Kwa maana mwenye kutisha ameangamizwa, naye mwenye dharau amekoma. Nao wote watazamiao uovu wamekatiliwa mbali. Hao wamfanyao mtu kuwa amekosa katika neno, na kumtegea mtego yeye aonyaye langoni, na kumgeuza mwenye haki kwa kitu kisichofaa. Basi Bwana aliyemkomboa Ibrahimu asema hivi: katika habari za nyumba ya Yakobo, Yakobo hatatahayarika sasa, wala uso wake hautabadilika rangi yake. Bali atakapowaona watoto wake walio kazi ya mikono yangu katikati yake, wao watalitakasa jina langu, naam, watamtakasa Mtakatifu wa Yakobo, nao watamcha Mungu wa Israeli. Hao nao wakosoa rohoni mwao watapata kufahamu, na hao wanung'unikao watajifunza elimu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Bwana ni nuru na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Kiitikio: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kiitikio: naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Kiitikio: shangilio. Tazama, Bwana wetu atakuja na nguvu, na atayaangaza macho ya watumishi wake. Haleluya.
Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti, wakisema, uturehemu Bwana wa Davidi. Naye alipofika yumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akamwambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho, akasema, kwa kadiri ya imani yenu impate. Macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wapendwa, leo Ijumaa hii tunapokusanyika jioni hii kwa adhimisho la misa takatifu, basi sisi kama wanaparokia Mavurunza tunazindua rasmi wiki la wana Mavurunza, ambalo kwayo ndani yake basi tunapata nafasi ya kuweza kuona utume mbalimbali ambao unafanyika katika parokia yetu, hasa kupitia vyama vyetu vya kitume. Na hivyo sote tunaalikwa kuweza kulipokea wiki hili vema na tuweze kushiriki vizuri, ili kusudi ule utajiri ambao kila mmoja wetu alionao katika kanisa basi audhihirishe na uonyeshe kwa wenzake, ili tuweze kutambua pamoja na baraka za Mwenyezi Mungu, ili pia tuweze kutambua vipawa ambavyo kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amemjalia kwa namna yake. Na hayo ndiyo ambayo tutakayokutana nayo katika siku tatu hizi tunazoziita za maajabu, ambazo kwayo tunatamani tujifunze mambo mapya mazuri na tushirikishane mambo mazuri kutoka kwa wenzetu, ili tuendelee kukua kiroho katika kumtafuta Kristo, huyo ambaye Masia ajaye, ambaye katika kipindi hiki cha majilio kwa namna pekee basi tunaalikwa tumwalike ili aweze kuja kwetu kukaa nasi na sisi tuweze kunufaika na ujio wake, kwa maana kutoka kwake tunapokea baraka, tunapokea neema, tunapokea amani. Na hivyo hayo ili niaweze kuyapata, basi ninapasika niweze kujiandaa vema. Sisi kama wanaparokia tumekuwa na matukio mbalimbali katika mwaka huu wa jubilei ya kuweza kutukutanisha pamoja ndani au nje ya parokia yetu, na hayo yote basi yamefanyika katika sehemu
ya kuadhimisha kuelekea katika hitimisho la kilele cha mwaka huu wa jubilei. Na kwa tukio hili ambalo tunalizindua leo, basi litakuwa lenyewe ni la mwisho, na sote tutakuwa sasa tukisubiria hitimisho lenyewe la kufunga mwaka wa jubilei Januari ile 11. Na hivyo kwa matukio yanayosindikiza mwaka wa jubilei, basi ili letu litakuwa sasa la mwisho. Hizi siku 3 tutakavyozimaliza, basi litakuwa ni tukio la mwisho, na baada ya hapo sasa tutakuwa tukisubiria lile kubwa ambalo kwalo basi tunalingojea kwa hamu kubwa. Leo kama nilivyosema, tumekutana kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki la wanamavurunza, na hasa zaidi katika siku hizi 3 ambazo tunaziita siku 3 za maajabu, ambazo kwayo basi tunategemea kunufaika mambo mengi. Yamkini wengine wamezoea kuja kanisani Jumapili tu. Kwa hiyo akija katikati ya wiki hivi anaweza kaja kukusalimia, habari za Jumapili. Leo ilikuwa Ijumaa. Mazoea ni ya Jumapili mpaka Jumapili. Lakini tunapokusanyika milango ya nyumba ya Bwana huwa inakuwa wazi katika nyakati zote. Na hivyo ni uvivu wetu tu wakati mwingine kuto kupita kanisani kuona kama milango waga inafungwa katikati ya wiki au inakuwa wazi. Kimsingi milango huwa inakuwa wazi katika nyakati zote, kwa sababu katika kumkimbilia Mungu basi hatuwekewi vikwazo wala hatupangiwi namna ya kumkimbilia Mungu. Kwa hiyo tusiwe wasio na imani, bali tuwe watu wenye imani, kama ambavyo hawa vipofu wawili walipomwendea Bwana wetu Yesu Kristo na kumuomba awarehemu ili kusudi waweze kupata kuona. Na yeye hawaulizi mambo mengi, kwa nini hamuoni, ilikuwaje, mlifanya dhambi gani na nini. Hapana, anachowauliza tu anawaambia mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Na hilo ndio jambo la msingi. Imani, Bwana wetu Yesu Kristo anataka aone una imani na kile kitu unachokiomba. Kama una imani basi kitafanikiwa katika ukubwa ule. Kama hauna imani hiyo, basi hakuna haja ya kutekeleza hilo, kwa sababu hata likitekelezeka bado utakuwa ni mtu ambaye unababaika katika kumung'unya maneno kusema kwamba umetendewa miujiza au la. Na hivyo hao wanapojibu na kwamba tuna imani, basi discussion yao na Bwana wetu Yesu Kristo inaisha, na hivyo anakwenda kuwatekelezea kile ambacho wamemuomba. Yamkini na sisi huwa tuna changamoto zetu ambazo tunamkimbilia Mungu, ambazo tunakuja kupiga magoti kanisani, ambazo tunapiga magoti mbele ya Yesu Ekaristi. Tukija tukileta kwake swali hili, na sisi tunaulizwa na Bwana wetu Yesu Kristo katika sauti nyembamba na ya upole: je, mnaamini Kristo anaweza kuyatatua matatizo yenu? Na hivyo mmoja anaposema ndio, ndipo hapo ambapo tunapoona mafanikio. Unaposita ndipo unapochelewa kuyaona mafanikio. Hata kama unasita katika uelekeo sahihi, lakini utapata mafanikio ya kuchelewa kwa sababu ya kusita kwako huko. Basi sisi wana Mavurunza tusisite, tuwe watu wa kujibu kwamba tunaamini katika siku 3 hizi tutayaona maajabu ndani ya hizi siku 3. Tunaamini katika mwaka huu wa jubilei basi tutabarikiwa mpaka tushangae. Na tunaamini katika mwaka huu wa jubilei baraka na milango ya baraka itaendelea kufunguka kwetu, ili kusudi tuweze kuwa mashuhuda katika yale ambayo Mungu amelibariki kanisa letu, ametubariki na sisi pia. Na hivyo imani hiyo ndiyo ambayo inatuchagiza tuweze kufanikiwa
katika yale yote ambayo tunayakimbilia na kuyaendea. Tunaposema ndio kwa Mungu, hiyo ndio inakuwa ndio baraka ya mafanikio yetu pia. Tunaposema ndio kwa Mungu, hiyo ndio inakuwa ya kutufungulia yale magumu ambayo yalikuwa yakizuia katika mapito yetu. Na hivyo tunadhihirisha kwamba tukiwa tuna imani kila jambo linawezekana. Hawa wawili vipofu walikuwa wana imani, na imani yao hiyo imethibitisha kwa wao kwa kuponywa. Sisi pia tuna mambo mengi ambayo tunaamini yanahitaji uponyaji. Mojawapo ambalo linatutaka tuoneshe imani hiyo, basi ni pamoja na kuamini kwamba huu mwaka wa jubilei ni mwaka ambao mimi kwangu ni wa baraka. Ni mwaka ambao kwangu milango inafunguliwa. Ni mwaka ambao kwangu nitapokea neema na baraka. Na hivyo tusikubali kumaliza mwaka huu bila kuwa na imani ya kuweza kuyapokea hayo kwa ukubwa, kwa sababu katika safari yetu yote toka tumeanza mwaka huu wa jubilei ilikuwa inaishi katika matumaini, katika imani na katika matendo. Sasa hayo yanisaidie mimi kunitengenezea imani iliyokuu katika kusadiki mbele ya Kristo, kusadiki mbele ya kanisa, na kumwambia Mungu, ninasadiki na nina imani katika yale yote ambayo umeyaweka mbele yangu yaweze kuwa taa, yaweze kunifanya niweze kukutafuta. Basi tusichoke kumtafuta Mungu. Tusichoke kumwambia Mungu anaweza kutenda miujiza kwetu. Tusichoke kumwambia Kristo bado tuna imani naye katika safari yetu ya maisha, kwa sababu hayajaisha yale ambayo tulikuwa tunampelekea kwetu kama changamoto. Bado yapo kwa namna nyingine, na hivyo ni lazima tuendelee kupambana pasipo kuchoka, tukimkabidhi Mungu sala na maombi yetu daima, aweze kutubariki, aweze kutuondolea hofu mioyoni mwetu, ili tudumu katika imani iliyokuu ambayo kwayo tunapata ufunguo wa mafanikio katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tupeleke maombi yetu kwa Mungu. Waumini wenzangu, Kristo nuru ya mataifa amekuja kuleta mwanga kwa watu wote. Tumuombe. Bwana Yesu. Umjalie Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre na wote wenye daraja katika kanisa kuwa waaminifu katika kukuhubiri wewe uliye mwanga wa ulimwengu. Bwana, uondoe upofu wa mioyo yetu ili tuweze kukutambua katika mazingira yetu ya kawaida. Bwana, uwajalie vipofu kupata huduma nzuri wanazohitaji maishani. Bwana, uwabariki waganga, wauguzi na wote wanaowahudumia wagonjwa kufanya kazi yao kwa moyo wa kujitolea. Bwana, uwaingize marehemu wetu katika mwanga wa milele. Bwana, Mungu Baba Mwenyezi, upokee maombi yetu na utujalie hayo tuliyoyaomba kwa jina la Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba sala na dhabihu zetu sisi wanyonge zikutulize, na kwa kuwa mastahili yetu hayatoshi kitu, ututie shime kwa rehema yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza, alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale. Hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula,
Akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, alikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, Askofu Mkuu Juda Tadeo Ruwa'ichi, Askofu Msaidizi Henry Muchamungu na Waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu walifariki dunia wakiwa na matumaini la ufufuko, na marehemu wote walifariki dunia. Katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na utakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote walikupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele.
Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi tuupate uzima wa milele.
Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Bwana, baada ya kushibishwa kwa chakula cha kiroho, tunakuomba kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki fumbo hili utufundishe kuyapima kwa hekima malimwengu na kuambatana na mambo ya mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumtumikie na kuwajibika kwa upendo wa Kristo, nguzo imara ya kanisa, wanaume wa Katoliki. Akamtizama Rejo Maria, mpo? Moyo mtakatifu wa Yesu, natafuta salamu za vyama vya kitume hapa, msene na ukoteza hivi. Hazina ya kanisa. Mama Maria, mama wote, litawakasha mwombeza mambo yaliyoshindikana, viwawa salamu yenu. Mapendo daima. Na unapo mnasaidiwa na viwawa wa zamani. Utoto mtakatifu. Hadi watoto wa zamani wamewasaidia. Basi na vyama vingine vyote ambavyo tunavyo katika parokia yetu, tumsifu Yesu Kristo. Makatekisa nyinyi mna salamu yenu? Bado hamjaivumbua? Iko jikoni? Sawa. Mkipata mtasema. Msikae na siri, zinaumizaga. Basi tuna shukuru kwa niaba ya kamati ya Jubilei na kamati tendaji, basi kwa kuweza kukusanyika kama wanaparokia katika kuadhimisha siku hii ya kuweza kuzindua wiki la Mavurunza, ambalo kauli mbiu yake inatukumbusha katika yale maajabu ya siku tatu, mambo makubwa ambayo tunaweza kuyatekeleza ndani ya siku tatu. Na hivyo katika siku hizi basi kwetu zikawe chachu za kutufanya imara zaidi kuliko jana. Baada ya adhimisho hili la misa takatifu, tutakwenda kukata utepe. Nyinyi mtanisindikiza mimi kukata utepe. Baada ya hapo basi tutayabariki yale mabanda na utawala binafsi utaendelea. Kesho tutakuwa tuna adhimisho la misa takatifu saa 4 asubuhi. Nyote mnakaribishwa, mliosali leo na ambao hawajasali leo. Wote kwa pamoja tunakaribishwa tuje kuhudhuria misa hiyo. Basi pamoja na leo, kesho na kesho kutwa, hizi siku zote basi kwetu sisi zinapasika kuwa za furaha, ndelemo na vifijo katika kuendelea na shamla za mwaka wa Jubilei
jubilei wa parokia yetu. Imani Katoliki katika matendo. Jubilei miaka 25 ya parokia Mavurunza. Basi tuioneshe imani hiyo, tuiendeleze na tuirithishe kwa wengine, ili kusudi watakapoona kwamba wajue kweli hawa wana Mavurunza walikuwa wamejiandaa, walikuwa wapo vizuri. Tunawashukuru wana WAWATA kwa kutuimbia vizuri. Nilikuwa na wasiwasi na sauti ya 4, ila kila kitu kimekaa vizuri. Na kina baba walivyoana huruma hawajawasaidia hicho kipengele. Kwa hiyo yote imeonyesha kweli nyinyi ni jeshi kubwa. Keep it up. Basi kabla sijatoa baraka, nimwalike mwenyekiti wa jubilei aje aseme neno moja la kutuhamasisha, kutukaribisha tuweze kuziingia vyema hizi siku 3. Karibu sana mwenyekiti. Tuketi. Jubilei ya miaka 25 ya parokia. Imani Katoliki katika matendo. Nami nipende kuungana na baba paroko msaidizi kwanza kuwashukuru kwa kuhudhuria adhimisho la misa hii takatifu, adhimisho maalum kabisa kwa ajili ya uzinduzi wa lile juma la Mavurunza. Mavurunza wiki. Inawezekana tukawa tunajiuliza mbona siku 3 halafu tunasema ni Mavurunza wiki. Kwa ujumla tukio hili ni la wiki nzima likiwa linafanyika katika siku 3 ambayo ni leo, kesho na kesho kutwa. Tunawaalika mpate kushiriki kwa ukamilifu. Lengo la kuwa na hizi siku 3 ambazo ni maalum kwa ajili ya kujifunza, kujionea utume kupitia vyama vyetu vya kitume, tunalenga maisha ya Ukristo wetu baada ya kipindi cha jubilei. Tungependa baada ya kipindi cha jubilei, yale maisha ambayo tumeishi katika kipindi cha jubilei ndio yewe ni maisha yetu ya Kikristo siku zote. Katika kipindi cha jubilei tumejifunza mengi, tumefanya mengi tukiwa pamoja. Tumeshiriki hija mbalimbali, tumeshiriki semina mbalimbali, tumeshiriki kusali mbalimbali, tumefanya matendo mema kwa umoja wetu. Maisha yale ndiyo yakawe maisha yetu
baada ya kukamilisha mwaka mmoja wa jubilei. Lakini tutaweza kuyafanya vipi? Ni kupitia vyama vya kitume. Tulienda katika hija ya mwisho pale Bagamoyo. Tulipata semina, tukafundishwa pamoja na mambo mengine namna ya kupata rehema kamili. Namna ya kupata rehema kamili, ufanye nini ili ustahili kupata rehema kamili. Basi warau hata ile nusu rehema. Ukiwa peke yako inaweza ikawa ngumu. Lakini kupitia vyama vya kitume unaweza ukashiriki matukio mbalimbali ambayo yatatupelekea kupata rehema kamili. Kupitia vyama vya kitume tutaweza kurudia yale maisha ambayo tumeyaishi kipindi hiki cha jubilei. Tutaenda hija mbalimbali, tutashiriki semina mbalimbali, tutasali pamoja. Lakini ukiwa peke yako ni ngumu. Kwa hivyo tumewaandalieni hizi siku 3. Kama wewe hauko katika chama chochote kile, uone unaweza ukaingia katika chama gani, ili baada ya maisha ya jubilei uweze kuendelea na maisha haya ya jubilei baada kupitia vyama vya kitume. Kwa muda wa siku 3 vyama vyetu vimejipanga pale kutupa maelezo, kutupa elimu, tujifunze kupitia maonyesho yale vyama vinafanya nini, upate kuchagua. Inawezekana wengine hata vile vyama ambavyo ni vya ujumla kama WAWATA, UWAKA wala hatushiriki. Leo wana meza pale, twende ukajifunze WAWATA wanafanya nini, UWAKA wanafanya nini. Kwa nini nijiunge UWAKA? Kwa nini nijiunge WAWATA? Kwa nini nijiunge Moyo Mtakatifu wa Yesu? Kwa nini niende Mtakatifu Rita wa Kashia? Kwa nini niende Bikira Maria wa Fatima? Twende tukajifunze pale, ili baada ya jubilei kupitia vyama hivi tuendelee na haya maisha ambayo tumeyaishi katika kipindi cha jubilei. Hili ndio lengo kubwa. Si maonyesho tu ya kwamba mradi tunaburudika au hapana. Lengo kubwa ni kwamba tuende tukajionee, tuende tukajifunze, tuchague tuingie wapi baada ya jubilei. Kwa umoja wetu kupitia vyama hivi tuweze kuyaishi haya maisha ambayo tumeyaishi katika kipindi cha jubilei. Kwa hiyo tuchukue hilo kwamba hilo ndio lengo kubwa. Tungependa kufanya hata kwa muda wa wiki nzima, lakini tuliona siku 3 zinaweza zikatusaidia. Kwa hiyo tuzitumie vizuri. Ninawaalikeni wote basi baada ya adhimisho hili, tukitoka pale nje kama baba alivyosema, tutazindua rasmi hii wiki ya Mavurunza. Baada ya uzinduzi tutakuwa na maonyesho ambayo yataendelea hapo. Na kesho kama baba alivyosema, tutakuwa na adhimisho la misa takatifu kuanzia saa 4 asubuhi, ambalo litafuatiwa na kufanya tendo maalum la kuweka alama ya jubilei kiparokia. Tutapanda mti. Baada ya tukio hilo tutaenda kutembelea kanisa letu jipya, tujionee namna mama Bikira Maria anaendelea kutuombea na kutukumbatia ili tuweze kukamilisha ujenzi wa kanisa letu jipya. Baada ya hapo tutakuwa na ratiba zingine ambazo zitaendelea, na hatimaye tutaendelea na maonyesho ya kujifunza pale nje. Kwa tunawalikeni, siku ya kesho itakuwa ni siku nzima. Na wale ambao hawajafika leo tuende tukawaambie ili waweze kujifunza, waweze kuingia katika vyama hivi vya kitume. Jumapili vile vile tutaendelea na ratiba. Baada ya maadhimisho ya misa takatifu tutakuwa na ratiba, na baadaye tutaendelea na maonyesho kwa siku nzima, na hatimaye tutahitimisha kufikia Jumapili saa za jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Tuwapigie makofi tena WAWATA. Nimemwona mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa kamati tendaji ya halmashauri walei. Tuna kwaya nyingine hii hapa. Kumbe wanaweza. Mara moja wataendelea kutuimbia.
lakini sehemu nyingine nilisikia vile vile wanaimba hata wanaume uwaka. Kwa hiyo uwaka nao wamejifunza leo kutoka kwa WAWATA. Siku nyingine tutaongoza katika kuimba na nani? Na uwaka. Huu ndio utume wenyewe, na ndio maana tumeweka maonyesho pale, tuone namna gani vyama hivi vinaweza vikashiriki katika utume mbalimbali hapa parokiani. Tumsifu Yesu Kristo. Baba mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti wa kamati tendaji, na kuomba utakuja kuongozana sasa na baba baada ya baraka, basi utamchukua baba, tutaenda pale nje kwa ajili ya uzinduzi wa hii wiki ya Mavurunza. Kristo tumaini letu. Asante. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Sasa kwenye kutoka, ili kusudi kila mmoja apate na